Je, sera ya taifa ya afya ya mwaka 2007 inayosema akina mama wajawazito watajifungua bure bila malipo bado ipo? Mheshimiwa Spika, sera ya taifa ya afya ya mwaka 2007 ipo na inatumika kutoa miongozo katika uendeshaji wa utoaji wa huduma za afya nchini. Hata hivyo, wizara iko katika hatua za mwisho za mapitio ya sera ya afya ya mwaka 2007. Hata hivyo, kuanza kutumika kwa bima ya afya kwa wote itakuwa suluhisho la kudumu. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa George Mwenisongole, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza maswali ya nyongeza. Kwanza nishukuru kwamba serikali imekiri kwamba hii sera ipo, lakini kiuhalisia hakuna mama yote mjamzito hapa Tanzania anayejifungua bure. Sasa nini kauli ya serikali ya kuzitaka hizi zahanati, vituo vya afya na hospitali ambazo zinatoza akina mama wajawazito kinyume na sheria na sera yetu ya mwaka 2007? Swali la pili, sasa hivi mama akienda kujifungua anaambiwa lete nyuzi, lete drip, lete gloves. Na hivyo vifaa sio vyote vinavyotumika, na vikibaki vinabaki kule hospitali. Sasa nini kauli ya serikali kuhakikisha hilo jambo aliendelei? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, kwanza nimtoe Mheshimiwa mbunge wasiwasi kwamba hii sera kwamba hai-apply. Ni kweli ina apply, lakini kwa sababu ukiangalia, ukipiga hesabu ili uweze kuwahudumia kina mama wote bure kama ambavyo Mheshimiwa mbunge ametamani, unahitaji bilioni 227. Lakini ukweli hapa bungeni nyewe mnajua wenyewe kwamba tumekuwa tukitenga bilioni 200 kwa ajili ya dawa tu. Maana yake ni nini? Ni ukweli kwamba hutaweza kuwahudumia kina mama wote kwa bure kama ambavyo ametamani Mheshimiwa mbunge. Lakini Mheshimiwa mbunge, kumbuka tulikwenda ziara ya waziri mkuu pamoja na wewe jimboni kwako. Unakumbuka mimi na wewe waziri mkuu alivyotuacha, tulienda pamoja kwenye kituo cha afya kilicholalamikiwa, lakini hospitali ya wilaya ulikuta kwamba walikosea kwenye kutengeneza maoteo. Maana yake tulikuta kwamba matumizi yao ya mwaka ni zaidi ya milioni 800, lakini wao wakaleta matumizi ya milioni 400, na wakati huo tayari wameshatumia milioni 507. Maana yake ni nini? Kuna shida katika eneo la uongozi. Na kama unakumbuka tulienda kwa DMO tukakuta bado kuna zaidi ya shilingi milioni 400 kwenye akaunti hazitumiki, lakini hospitali haina dawa. Kwa hiyo matatizo kama hayo ya uongozi yanaweza kawa yanaleta shida. Kwa hiyo mimi nikuombe Mheshimiwa mbunge tuwasiliane ili tuweze kuliangalia kila jambo specifically ili tulitreat kama linavyowezekana, kwa sababu mengine yanawezekana akawa ni ya kibudget kweli kwamba wamemaliza hawana, lakini mengine yanaweza katokana ni namna leadership wanavyofanya wenyewe. Mheshimiwa Naibu Waziri, vifaa vinavyobaki anavyokuwa ameleta mama kujifungua. Mheshimiwa, swali lake la pili. Vifaa vinavyobaki ndio hayo inarudi pale kwamba tunahitaji kujua specifically eneo husika, kwa sababu kama unamwambia mtu kuna vifaa vyake vinabaki, lakini mwisho wa siku zikibaki ni zinakwenda wapi? Ndio hayo bado tunasema kunawezekana kuna tatizo kwenye leadership, kwa sababu tulivyokwenda kwenye jimbo lake Mheshimiwa Spika, tulikwenda tukakuta kwanza moja tulikutana na nilisema lete hii inaitwa slip ya benki, lakini wakaleta slip ya benki moja ambayo mwisho wa siku tulikuta imefojiwa, lakini mwisho wa siku tunakuta wana milioni zaidi ya 300. Tukakutana na mambo mengi mabovu. Kwa maana hiyo wakati mwingine kuna mambo mengine yanatokea ni ya uongozi na mengine ni nje ya uwezo wa mhusika aliyoko pale. Kwa hiyo kila jambo ninatamani tulidili kwa kuangalia tatizo limetokea wapi ili tuweze kuhukumu kwa haki. Mheshimiwa Condestas Chalwe, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa nafasi. Pamoja na kuwa na sera nyingi, ipo pia sera ya watoto chini ya miaka 5 kutibiwa bure. Na sera hii Mheshimiwa Spika haijawahi kutekelezeka hata kidogo. Swali, sasa kama takwimu ya watu wanapaswa kuhudumiwa ni wengi, watoto na mama wajawazito, kwa nini serikali isitoke kuambia wananchi kwamba sera hizi hazipo ili waelewe kwamba hakuna bure kwa wajawazito wala hakuna bure kwa watoto chini ya miaka 5?
Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa kifupi. Mheshimiwa Spika, labda tu namwambie mbunge namuelewa sana, ila hata yeye kwenye mipango yake ambayo ameipanga anapanga mpango mzima, lakini anautekeleza hatua kwa hatua. Na nimwambie tu kwa maana ya exemption, kwa maana watu waliotibiwa, na yeye mwenyewe anajua jinsi tumepambana na yeye kwenye hospitali yake ya rufaa kule Mbeya, kwa maana ya watu wa exemption kwa mwaka tu serikali inatumia zaidi ya bilioni 667, lakini ukweli ukikuta waliohitaji exemption ni zaidi ya hao. Lakini pasinge kuwepo na hiyo sheria, pia hawa tuliowasaidia bilioni 667 pasinge kuwepo na namna ya kutekeleza. Kwa hiyo sheria iko, ila ni ukweli kwamba haijatekelezwa kwa 100%, lakini siku zote lazima unaweza ukapanga mipango, lakini budget ya kutekeleza kwa 100% inaweza isipatikane, lakini ukitekeleza kwa 60% nayo ni utekelezaji, ni kujipanga kumalizia 40%. Mheshimiwa Luhaga Johnson Mpina, swali la nyongeza. Kwa kuwa fedha ya serikali inatozwa kwa mujibu wa sera, kwa mujibu wa sheria, je, hizi huduma za utoleaji wa huduma za afya zilipata wapi mamlaka ya kuwatoza hawa akina mama wajawazito pamoja na watoto wenye umri chini ya miaka 5, huku ikijua kabisa kwamba kasma ile haipo kwa mujibu wa sheria wala sera hairuhusu? Waliruhusiwa na nani kufanya hayo? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Nijaribu tu kumwambia Mpina, kuna sheria, kanuni, lakini pia wakati Mheshimiwa Naibu Waziri ni Mheshimiwa Mpina. Okay. Mheshimiwa Spika, naomba nimjibu kaka yangu Mheshimiwa Mpina kwa kumwambia wakati mwingine katika sheria kuna sheria iliyopo, kuna kanuni zilioko, lakini pia kuna kutumia busara. Maana yake sisi tuna bajeti ya bilioni 200 kwa ajili ya dawa na vitendanishi, lakini matumizi ni zaidi ya hiyo. Kwa hiyo anapokuja mgonjwa tunatumia hekima na busara, yule anayeweza kulipa analipa, asiyeweza kulipa anahudumiwa na sheria iliyopo. Kwa hiyo kwa busara hiyo ndio maana yeye yuko salama, wananchi walioko kwenye jimbo lake wako salama, na leo Tanzania ina afya.